Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufunge mkono. Kile sababu. Jambo la kumshukuru Mungu kwa kuweza kufika kwa muda wa nzima leo siku ya Jumapili. Tena hii inaenda kufungua hii jamii ya Sabato. Ni waombe tusimame wote kwa kuimba wimbo wa namba simama Swahili ni tena katika wewe standard kwa kitu. Baba yetu na Mungu wetu tunaishi milele. Asante Baba uliyetulinda kwa siku sita na hatimaye leo tumefika katika siku yako hii takatifu. Baba tunaliinua jina lako na kutukuza katika nyumba yako hii takatifu. Asante kwa kutuepusha mengi Baba kwa siku sita. Tunaamini kuwa pamoja nasi. Mungu wa mbinguni masaa haya katika hekalu lako takatifu. Baba tunaomba tujiweke mikononi mwako Baba masaa haya. Ibada zote zitakazoendelea kwa siku ya leo Baba tunazikabidhi mikononi mwako. Nasi sote tunajiweka mikononi mwako tukiamini kwa pamoja nasi. Maana tunaomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Amen. Hebu tukumbuke kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Tuambie hivi.
Unajua katika siku sita za uumbaji ambazo zinamalizika jana, leo ni siku ya kufurahi, siku ya kumrudishia Bwana sifa na utukufu wake. Basi ni Bwana waomba siku ya leo tuishi furaha, tabasamu, kuashiria kwamba leo ni siku ya kustarehe na kumtukuza Mungu. Wasemaje watu wa Mungu? Amina. Basi bila kupoteza muda, napenda kumkaribisha mwenye somo la Waamuziani, mtumishi wa Mungu. Karibu. Bwana ni mwema wakati wote. na wakati wote. Bwana ni mwema. Somo la Ufunuaji ni Mei 3 mwezi wa 5 2025. Kichwa cha somo ni maandalizi ya kiroho na kimwili kabla ya huduma. Shule ya Sabato ni kiini cha kuibua karama mbalimbali. Hapa ndipo zinaonekana na kukuzwa. Wengi wanaofanya vizuri katika huduma mbalimbali ndani ya kanisa walionekana katika shule ya Sabato. Waandaaji wa shule ya Sabato wanapaswa kuwa makini na kujiandaa vema. Maandalizi makubwa yanayohitajika ni maombi. Viongozi wa shule ya Sabato, ombeni idara yako kuwa na muda wa kutosha wa kuombea washiriki wako wote wa shule ya Sabato. Katika Samueli wa kwanza 7 mstari wa 5, Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wale waliopewa majukumu ya kuendesha shule ya Sabato juma lijalo waombewe, na wao wenyewe pia waombe kwa ajili ya maandalizi mema. Shule ya Sabato inahitajika ubunifu, uchangamfu, usomaji wa neno la Mungu na kumsikia kila mtu katika hali yake na rika yake. Kiongozi wa shule ya Sabato yeye mwenyewe kimwili awe na Biblia na mwongozo wa kujifunza Biblia na kitabu cha nyimbo, na kama anaona watoto, kila mtoto awe na mwongozo wa kujifunza Biblia kwa rika lake. Pia kiroho awe mtu wa maombi na familia yake wawe watu wa ibada pia. Yeye mwenyewe ajisalimishe mikononi mwa Yesu, ili washiriki wa shule ya Sabato wamuone Yesu kupitia maisha ya kiongozi wao, nao watamfuata Yesu. Kile kinachofanywa kanisani ni matokeo ya yale yaliyofanyika nyumbani. Maandalizi ya shule ya Sabato kanisani hufanyika sehemu kubwa nyumbani, na maandalizi machache hufanyika kanisani. Wito. Hebu tubadilishe mtazamo wa shule ya Sabato ili Yesu akaonekane badala ya sisi kuonekana, na tuandae wengi kwa ajili ya utumishi na uzima wa milele. Mungu awabariki sana. Amina. Amina. Unajua katika somo hili, yaani hiyo inakuja kukujumisha kidogo zaidi. Kwa sababu tunazungumza vitu vingapi? Cha kwanza, mkuu wa huduma ambaye ndio mkuu
kuwa shule ya Sabato, lazima kwanza uwe na Biblia, lesoni ambayo ni kitabu cha mwongozo wa kujifunza lesoni, hapo na nini, au pia kama kwa watu wengine lazima wawe hivyo. Ili kuwa ili huduma ambayo ni ya shule ya Sabato, lazima uwe kioo kwa wengine. Utakuwa huduma hii, yaani haonyeshi ushirikiano wao wa wengine, yaani sio mtu wa kioo. Unaweza kushangaa na wengine wanakuwa kwa sababu yeye wanafuata kiongozi huyo mkurugenzi na yeye ndo anafuata. Katika somo hili hizi nimeelewa vizuri na kwa msaidie sana uweze kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Wasemaje watu wa Mungu? Katika siku ya leo tupate hudumu kwa ya paradiso. Basi kwa muda huu ni wapende kuwakaribisha upate waweze kupita mbele kwa ajili ya wimbo kabla ya kumkaribisha aliyejiandaa somo la nchi za mbali. Wanakuwa paradiso wote niwakaribishe itaendelee kwa ajili ya hatua
nao mbinguni, kwenda nao mbinguni, kwenda nao mbinguni. Wasemaje kwa imani? Tupunge mkono hivi. Barikiwe sana. Basi ndio kupoteza muda, nataka kumkaribisha. Nimesoma hadithi za mbali. Aweze kutusimulia nini kinasibu katika siku ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kinaletwa kwenu na kijana anayeitwa Pata kutokea kule nchi ya Thailand. Pata ni kijana ambaye ana umri wa miaka 12 ambaye wazazi wake walikuwa wanapenda kufanya ibada kinyume na mapenzi ya Mungu. Pata aliendelea kuishi pamoja na mama yake. Lakini mama yake alifariki baada tu alipokuwa na miezi miwili. Basi Pata aliendelea kuishi na mama yake. Lakini Pata alikuwa kaka yake anayeitwa Morija, ambaye yeye alikuwa ni muumini wa kanisa la Adventista wa Sabato, na tayari alikuwa ameshamkubali Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hivyo Morija alikuwa ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato. Basi ni Mwadventista msabato. Siku moja Pata akaamua kumwambia kaka yake, "Kwa nini wewe umeamua kuwa Mwadventista msabato?" Pata aliuliza. Lakini kaka yake anaitwa Morija alimjibu ya kwamba inawezekana kabisa. Morija alimwambia, "Uje nyumbani kwangu." Basi siku iliyofuata Pata alidhamiria kwenda nyumbani kwa kaka yake aitwaye Morija, lakini Pata hakwenda nyumbani kwa kaka yake yule aitwaye Morija. Alisubiri siku zikawa nyingi sana, lakini siku nyingine Pata alikumbushwa na kaka yake, "Kwa nini hujaja nyumbani kwangu?" Basi Pata alidhamiria kwenda kwa kaka yake aitwaye Morija. Basi alipofika nyumbani kwa kaka yake aitwaye Morija, aliona mambo kabisa ni Pata alikuwa amezoea ile kuabudu sanamu, kuabudu miungu na vitu kama hivyo. Lakini Morija yeye ambaye alikuwa ni Mwadventista msabato, yeye alikuwa anamjua Mungu wa mbinguni na pia alikuwa anashiriki kila Sabato katika kanisa moja la Adventista wa Sabato. Basi baada ya Pata kufika nyumbani kwa Morija, alikuta mambo yote yamebadilika. Alikuta Morija yeye hali nguruwe, hali panya, hali nyama ya nyoka na vitu vingine kama hivyo. Basi Pata alitaka kujua kwa nini kaka yake hali nyama ya nguruwe, panya na nyoka. Pata aliuliza. Lakini Morija alimjibu ya kwamba Mungu amekataza vitu vyote ambavyo ni najisi. Basi Pata alikasirika sana kwa sababu hakuona hata siku moja ilipikwa nyama ya nguruwe wala nyama ya nyoka katika nyumba ya Morija. Maisha yaliendelea, na siku moja ya Jumapili Pata alidhamiria kwenda kumsaidia kaka yake kazi ya kilimo. Basi ikaendelea Pata akajishughulisha katika kilimo siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu, na ikawa ni desturi yake kumsaidia kaka yake kazi za shambani. Hivyo siku ya Jumapili wakaenda shambani, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Pia ilipofika siku ya Jumamosi saa 11 asubuhi, Pata aliamka asubuhi na mapema akimtaka kaka yake kwamba waende kulima. Lakini Pata aliambiwa na kaka yake, "Hapana, leo ni siku ya Sabato, inatakiwa twende katika kanisa hii saa 11
hii saa 11 asubuhi, lakini kumbuka kwamba pada alifaa kuamshwa na kaka yake ile saa 11. Sasa yeye alivyoamshwa alijua kwamba ni kwenda shamba? Hapana. Sasa pada baada ya kuamshwa pale na kakake aitwaye Morija, alisikia hasira sana kwamba kwa nini sasa umeniamsha, na kama sio kwenda shamba ni kwenda kanisani, kwa nini umeniamsha mapema yote hii? Pada aliuliza, lakini kaka yake alimsihi kwamba twende wapi? Twende kanisani. Basi pada pia kama nilivyokwisha kuzungumza hapo awali kwamba alikuwa tayari ameshaoa. Hapo tu alikuwa anamzidi pada kwa miaka 11. Ina maana yeye alikuwa na miaka 23 kwa sababu pada yeye alikuwa na miaka 12, hivyo kaka yake alikuwa na miaka 23. Basi kaka yake alikuwa ameoa tayari, na tayari alikuwa ameshapata ambacho ilikuwa ni wali pamoja na mboga ambacho kilikuwa kimeandaliwa na mke wa Morija siku ya Ijumaa. Wakapata kifungua kinywa, basi wakaanza safari ya kwenda kanisani. Kumbuka wanapoenda kanisani walikuwa ni watu 6 ambao ni watoto 3 wa Morija pamoja na Morija, pada pamoja na mke wa Morija. Wakaanza safari ya mbali kwenda kanisani. Wakapita milima na mabonde, mashamba ya mipunga, wakapita sehemu ambazo ni vichakani kwenda kulifuata kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo lilikuwa mji wa mbali kidogo, tofauti na kwenye mji wao, maana kwenye mji wao kulikuwa hakuna kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo iliwapasa kwenda kutembea zaidi ya kilomita 13 kwenda kutafuta kanisa la Waadventista wa Sabato lilipo. Basi wakaendelea na safari ile. Morija akambeba mtoto wake wa pili, basi na mke wa Morija akambeba mtoto wake wa mwisho mgongoni. Wakaanza safari kwenda kanisani. Wakafika kanisani, wakakuta shule ya Sabato ikiwa inaendelea. Basi wakati shule ya Sabato inaendelea, ilikuwa inaendeshwa na mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na mabinti watatu ambao mabinti wale walikuwa wanarika sawa na rika la pada. Basi mabinti wale ambao walikuwa wanaendesha shule ya Sabato walikuwa wana kipaji cha kupiga gitaa na kuimba nyimbo ambazo zinamtukuza Yesu. Basi pada masaa yalienda kidogo, na ibada ikaisha. Pada akashiriki chakula cha mchana katika kanisa la Waadventista wa Sabato, ambacho chakula hicho kiliandaliwa siku ya Ijumaa na mke wa mchungaji, ambapo pada yeye alikuwa amependelea kunywa supu ya maboga ambayo imepikwa na mke wa mchungaji. Basi pada alifurahi sana kushiriki shule ya Sabato pamoja na kushiriki katika kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pada akaendelea, ikawa ni desturi ya pada kuja na kuhudhuria katika kanisa la Waadventista wa Sabato kila ilipofika siku ya Sabato. Lakini pia pada alimwambia kaka yake hawezi kuacha kuhudhuria katika shule ya Sabato hata siku moja. Hivyo basi pada aliendelea kuhudhuria katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini usikose mwendelezo wa kisa hiki ambacho itakuwa ni safari ndefu kwenda kwa Mungu, sehemu ya pili Sabato ijayo. Anasema, asante kwa sadaka yako ya utume ya shule ya Sabato inayosaidia kutangaza habari njema kuhusu ujio wa Yesu upesi nchini Thailand na ulimwenguni kote. Fahamu juma lijalo jinsi pada alivyoamua kufuata nyayo za kaka yake kuwa Mwadventista Msabato. Bwana awabariki. Muda wetu umeisha. Nende wakaribisha ambao wamekuja katika siku ya leo. Mimi nimekuwa nani mkuu mwenyekiti Paul Samuel, lakini kwa wengine tulikuwa tukitambulisha kila mmoja anasema anakuhudumia.
Bwana asifiwe. Naitwa familia Inazi, pia niko na familia yangu. Bwana awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Baraka na mimi tunaita huko. Felista Baraka, fungu la kugani mmoja kwa paradiso. Naitwa Margaret Nyanga, ni Bahamu. Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema. Mungu mmoja kwa kila kwa paradiso. Mnasemaje? Basi kwa sababu muda wetu umekwenda sana, hivi sasa ni saa 3:45 na muda wa kumaliza kipindi hiki itakwenda kusoma matangazo ambapo mwalimu wa Sabato ijayo ambaye ni Vera ataweza kusaidia, lakini pia wakuu wa Sabato ijayo ni kwaya kabisa, kwaya vijana, na tunatarajia kutangaza madarasa mapya Sabato ijayo kwa ajili ya mabadiliko ya masomo ya lesoni kwa vijana miaka 17 mpaka 65. Kwa hiyo tutatangaza madarasa haya. Kwa hiyo tuwe tayari na Mungu awabariki. Na ningependa kukumbusha pia katika usomaji wa Biblia kwa mpango tuendelee. Tuko katika Mwanzo 17 siku ya leo. Kwa hiyo ambao tumeanza tunaomba uanze na tuendelee kwa pamoja. Nimesemaje? Basi tusimame tuombe. Tuombe. Mtakatifu Mungu, tunasema asante kwa wengine wanaojeza Mungu atusaidie kutulinda, lakini pia utuongoze katika vipindi hivi. Tunaomba tunapoenda katika vipindi vingine vya ibada ya swali, tunaomba Mungu wakati pamoja na Roho Mtakatifu atuongoze. Tuomba na kushukuru kwa Yesu Kristo. Amen. Tumsifu Bwana Yesu, tumfanyie shangwe.